3. Ni hafla ya kukabidhi mashine mbili kwa ajili ya watoto waliozaliwa kabla ya wakati au watoto njiti katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Simiyu. Mashine hizi zimetolewa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, ambapo watumishi wa taasisi hii wametoa sehemu ya mishahara yao kwa ajili ya kununua mashine hizi. Hii hapa Radiant Woman na mashine ya pili ni ya wanaita phototherapy. Ona heshima kabidhi zaidi kwa niaba ya watumishi wenzangu wote. TAKUKURU tumejitengenezea utaratibu wa kutoa hivi vifaa, ni vifaa viwili, Radiant Woman na hiyo phototherapy ambayo ni kwa ajili ya kuzuia au kutibu ugonjwa wa manjano. Naambiwa hili jambo wote mnafahamu, TAKUKURU si taasisi inayotengeneza faida. Tunaendesha shughuli zetu kwa bajeti ya serikali, lakini kama na sisi wananchi ambao tunaguswa na maendeleo ya nchi yetu, tukaona hebu tubuni jambo na sisi la kurudisha chochote kwa jamii. Kwa tukakubaliana kuchangia kutoka kwenye mishahara yetu kila mwezi. Napenda kusema hapa kwamba watumishi wote wa TAKUKURU wamekuwa wakitoa michango hii kila mwezi, ambayo imetuwezesha kutoa hizi mashine kwa hospitali za rufaa 13 mpaka sasa hivi. Na kama hizi mashine tutakazozitoa leo hospitali ya mkoa rufaa mkoa wa Simiyu itakuwa mashine ya 14. Labda kwa nini tuliamua kuelekeza kwenye eneo hili la watoto njiti? Na sisi tulifanya utafiti wetu mdogo, tukagundua ni eneo moja ambalo lilikuwa lina changamoto kubwa sana. Changamoto kubwa kwa maana mbili. Kwanza, kulikuwa kuna ongezeko naweza kusema la watoto wanaozaliwa kabla ya wakati katika maeneo mbalimbali nchini. Lakini kwa kuna changamoto ya ukosefu wa vifaa vya kutosha vya kuwatunza au kuwahifadhi hao watoto ili waondoke katika hiyo hatari ya kupoteza maisha kabla hawajafikia utu uzima. Tumetembelea jengo ambalo ni ICU kwa ajili ya watoto, na tukaambiwa kwamba lile jengo, nafikiri tumeona vile vifaa, na tukaambiwa kwamba vile vitanda viko kama 12, si ndio hivyo? 12, na tukaambiwa kwamba lile jengo lililoko sasa hivi linaweza likakaa vitanda 16. Leo nimeambiwa kwamba tunapewa vitanda vya namna ile ile, tena tumeshaambiwa ni viwili, na kwa hivyo vinafika 14. Na kwa hiyo sasa hivi ndio sababu tukasema, tukisema asante tunasema karibu tena, tunakaribisha tena kupata vitanda vingine viwili, vio vingapi? 16 kwa ajili ya capacity ya lile jengo, na kwa hiyo tunasema asanteni sana sana. Kwa upande wa watoto wachanga sasa hao ambao ni chini ya miezi 28, tumeweza kutoka kwenye vifo 25 mpaka 24. Kwa hiyo eneo hilo unaweza ukaona kwamba upande wa huduma za watoto wachanga ndani ya kipindi hiki tumeweza kufanikiwa kushuka chini kwa dijiti 1. Kwa hiyo katika maeneo ambayo serikali inaweka nguvu ya ziada sana ni kwa upande wa kupunguza vifo vya hawa watoto wachanga ambao ni chini ya siku 28. Kwa hiyo sasa mimi nilivyoona kwamba viongozi wa TAKUKURU na kwa kushirikiana na wafanyakazi mmeamua kuwekeza huko, nikaona kwamba mmegusa kwenye eneo ambalo ni eneo halisia. Tunajenga jengo la watoto wachanga ambao itakuwa ni specifically kwa ajili ya mtoto siku 0 mpaka siku 28. Kwa hiyo ni neonatal care unit complex. Jengo zima litakuwa ni watoto wachanga tu, na hili linaenda kugharimu serikali pamoja na wahisani mbalimbali jumla ya shilingi bilioni 4.4 pamoja na VAT, na litachukua muda wa mwaka mmoja na miezi miwili. Kwa hiyo by next year litakuwa limekamilika. Kwanza kabisa tunashukuru taasisi ya TAKUKURU kwa kuliona hili na kutuletea huu msaada. Mashine hizi zitatusaidia sana kwa sababu inatusaidia kupunguza vifo kwa watoto wachanga ambao wanakuwa wana uhitaji. Kama hiyo mashine ya njano pia itatusaidia sana. Tunashukuru sana taasisi.